Uh, Ndugu waandishi wa habari, kwanza kwa mara nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo anayatenda yaliyo mema juu yangu na juu ya familia zetu sisi kama waandishi wa habari. Mara nyingi kila riziki ninayoipata lazima tuje kwa pamoja, na nyie kama watu ambao mlinitengeneza Baba Levo tunakuja kushangilia kwa pamoja, tunasherehekea kwa pamoja. Na ndio maana ukienda kwenye press za watu wengine utaona mic ni chache sana, lakini sio press ya Baba Levo kwa sababu mnajua kwamba ni familia, tunaishi kama familia. Na leo nakuja kupata ubalozi wa chuo. Emfikirieni hii kitu, Baba Levo anapata ubalozi wa chuo ambacho kinafanya vitu vingi kwa pamoja, na sitaongelea sana mimi hivyo. Nataka mwanafunzi ambaye amesoma kwenye hicho chuo and then baada ya hapo akaajiriwa na chuo hicho wana ofisi zingine wakampa nafasi yeye kuweza kuendeleza kile ambacho amekipata ndani ya chuo. Kazi kubwa ya chuo ambacho kinaitwa Jema Institute of Technology, kazi yake kubwa ni kuwafundisha Watanzania pamoja na watu kutoka nchi mbalimbali namna bora ya kuchenjua madini, lakini pia kinatoa elimu kuhusiana na masuala ya uandishi wa habari na mambo ya technology, kutengeneza website, kutengeneza mifumo, kutengeneza vitu tofauti ambavyo vinahusiana na technology. Na ndio maana leo nyie wote waandishi wa habari ambao mmefika hapa, tunajua kwamba kwa namna moja au nyingine wapo kati yenu ambao hawana vyeti vya uandishi wa habari, lakini kupitia chuo hichi ambacho leo tunaenda kuwa ambassador, una nafasi sasa ya kuweza kupata masomo and then baada ya hapo ukapata cheti chako. Hata wakija kusema serikali siku ikija kusema kwamba haitaki mwandishi wa habari ambaye hana cheti, basi wewe cheti chako utakuwa nacho kutoka kwenye chuo kikubwa cha Jema Institute of Technology, ambao kiuhalisia kinatambulika kiserikali, kina dokumenti zote ambazo zinahitajika kama mwanafunzi ambaye umefaulu pale kihalali. Ukienda kuzipeleka sehemu kama nimesomea chuo hichi, basi unaweza kupata nafasi ya kazi na unaweza kupata huduma zingine kama hizo. Naomba nimpe nafasi mwanafunzi ambaye amesoma pale, na mimi hapa nitamuinterview kidogo ili Watanzania waweze kupata upeo ni nini ambacho kinaendelea ndani ya chuo hichi cha Jema. Niliwaambia nilitoka Japani na Jema Auto ambao wanauza upande huo, wanauza magari, na this time tumefika kwenye chuo. Jema Africa ina kazi nyingi ndani yake, na mimi nilimwambia bosi wangu anaitwa Jumanne au J4, nikamwambia nitazimaliza kazi zote kwenye chuo, kwenye kampuni, hakuna sehemu ambapo sitofiti. Nimeanza kwenye magari, kakubali, kanyanyua mikono. Sasa hivi nimefika kwenye chuo na bado tutafika kwenye madini, tutafika kila sehemu. Karibu bwana. Nitambulishe kwa majina. Kwa majina unaitwa nani? Sasa kwa majina naitwa Anectus Sixbet, ndio majina yangu halisi. Okay, wewe ulisoma au unaweza ukaendelea mwenyewe? Yes. Waambie Watanzania ulisoma mwaka gani mpaka mwaka gani, na ulipata ajira yako mwaka gani, na unakionaje chuo cha Jema Institute of Technology? Okay, asante. Mimi kama nilivyojitambulisha, ni mwanafunzi mhitimu katika chuo cha Jema Institute of Technology. Yes, ongeza power ya sauti mdogo wangu. Ambaye nilianza masomo yangu mwaka 2021 na nilimaliza masomo yangu mwaka 2024. Maana yake ni miaka mitatu, diploma ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Nafikiri isingekuwa hapa mezani ningekuwa huko nyuma na mimi kama nyinyi nimeshikilia kama mwandishi wa habari kamera, ndio kwa sababu nimeajiriwa kama kufanya hizo kazi. Kwa upande wa Jema kama tunavyosema kama ni Jema Institute of Technology, sawa, ni chuo ambacho kinatoa mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na hii ilikujaje? Ilikuja baada ya chuo kufanya research kupitia kampuni ya Jema Africa na kugundua kwamba kwenye soko la ajira kuna vitu vingi sana vinapelea. Kwa wakaja na hiyo idea ya kuanzisha chuo ili wazalisha watu wengi zaidi ambao wanafiti kufanya kazi katika ubora unaohitajika. Yeah. Mfano mdogo, tuna kozi mbili, kuna kozi ya madini, sawa, uchenjuaji wa madini pamoja na hii kozi ya tehama. Yeah. Sasa kwenye madini, kampuni inafanya service ya kuchenjua madini. Yeah. Lakini utagundua kwenye sekta hii ya madini unahitajika ulinzi. Yeah. Tunazungumzia CCTV cameras, sawa.
lazima mtu wa IT awe technology, yes. Sawa. Siku hizi watu wanafanya biashara zao kwa njia ya mtandao, tunasha systems, sawa. Lazima mtu wa IT ahitajike. Kwa hiyo mahususi ya kuanzisha kozi mbili ni hiyo tu, kwamba tunajaribu kuondoa changamoto ambazo wengine wanazipata wafanya biashara na kuja na kitu kizuri zaidi. Okay. Yes. Sawa. Wewe uliajiriwa baada ya kumaliza chuo, ulipata ajira hapo hapo Jema Auto na Jema Africa, na mpaka sasa hivi maisha yako ni mazuri, yanaendelea pale. Haya, nadhani mmesikia. Kazi ya chuo hichi ni kuwafundisha Watanzania namna bora ya kuchenjua madini mbalimbali kuanzia kuprocess. Niko na moja kati ya majembe ya Jema Africa hapa, na yeye pia ni mtu wa digital. Wewe ni mtu wa digital. Yes. Anaitwa Nyanda, na nitampa nafasi pia ya kuongea. Lakini kazi ya chuo cha Jema wanasema Jema Institute of Technology. Unajua lazima nigeuke mbali lugha hizi. Jema Institute of Technology, kazi yake kubwa ni kuhakikisha Watanzania wanajifunza namna bora na ya kisasa ya kuchenjua madini, kuanzia mwanzo wa procedure ya kuyachimba madini mpaka kuyapata na mpaka kuyachenjua na mpaka kupata lile ambalo unaweza kulibadilisha likawa hela. Hiyo ndo kazi ya Jema Auto. Kwa hiyo kwa Watanzania wote ambao wanataka kupata elimu kuhusiana na madini, wanataka kupata elimu kuhusiana na uchenjuaji, wanataka kupata elimu kuhusiana na kuchimba madini, basi chuo chetu cha Jema Institute of Technology kitafanya kazi hiyo ya kuhakikisha unakuwa bora katika eneo hilo. Acheni kuchimba madini bila kuwa na elimu ya kutosha. Unaweza ukajikuta unatupa maudongo, kumbe unatupa hela bila we kujua. Unaweza kukuta unachimba sehemu, unachimba shimo kubwa, unatafuta kumbe hapo hakuna kitu chochote. Lakini kama umesomea, unajua kuhusiana na madini, utajua kabisa kwa udongo huu hapa chini bado tukichimba futi kadhaa tunaweza tukakutana na madini. Wao Jema wanafundisha hiyo, na ninawashauri Watanzania, chuo kiko Mwanza, na leo hii hapa tutataja namba za simu ambazo ni 00, naomba muandike hapa, 0766 28 35 30. Lakini ipo nyingine 0765 33 65 69. Narudia 0765 33 69 6569. Hizo ni namba ambazo ukizipiga unaongea na Jema Auto au unaongea na Jema Institute of Technology. Samahani, nishazoea GIT. Nishazoea Jema Auto kwa sababu nauza nao magari, lakini utapiga moja kwa moja, utaongea na watu wa chuo, na watu wa chuo watakupa maelekezo namna bora ya kuweza kujiunga na chuo. Sasa ofa yangu kwa waandishi wa habari ambao wote mlofika hapa, nilikuwa naongea na boss J4, amekubali kutoa ofa kwa waandishi wote wa habari ambao watashiriki kwenye presi hii kwa kulipa pesa ambayo itakuwa ni 75%. 25% italipwa na yeye mwenyewe. Kwa kama ni sehemu utakao ulipe 1,500,000, unaweza ukalipa 1,000,000 and then 500,000 boss atakuongezea. Lengo ni kuhakikisha waandishi wa habari tunapata vyeti. Mimi mwenyewe natangaza Wasafi, sina cheti. Kwa hii ni nafasi pekee ya mimi kwenda kusoma, and then baada ya hapo nifanye mitihani kisha nipate cheti kupitia Jema Institute of Technology. Na waandishi wa habari, tuchangamkieni hii fursa kabla hawajaja watu wengine kuiziba. Twendeni tukasome. Twendeni tupate elimu, tujue kazi tunaoifanya kuhusiana na technology ya habari. Sio hivyo? Unatumia kamera, ujue kabisa ukiletewa kamera hii